Mtaja Mheshimiwa Jacqueline Christian Mzindakaya na mchangiaji wetu wa mwisho atakuwa Fadhili Ali Liwaka. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi hii. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunipatia kibali cha kuwepo mahali hapa, ikiwa ni mara yangu ya kwanza katika bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa imani yake kwangu, lakini pia na chama changu cha Mapinduzi. Lakini vile vile naomba kipekee niwashukuru wapiga kura wangu wa mkoa wa Rukwa, wanawake walioweza kunipigia kura na kupata ushindi wa kishindo. Ninawaahidi sitawaangusha. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niendelee kwa kumpongeza kwanza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya na ambayo anaendelea kuifanya. Sote ni mashuhuda katika siku zake 100 yale aliyoahidi katika kampeni za uchaguzi na ameweza kuyatimiza. Lakini vile vile naomba pia niendelee kwa kumpongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ameanza kwa kasi kubwa, na sisi kama mkoa wa Rukwa amepita katika mkoa wetu, na mimi kwa niaba ya mkoa wa Rukwa ninaomba nifikishe salamu zako za wakazi wa mkoa wa Rukwa kwa kile ambacho umeweza kukifanya kwa kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wakazi wa mkoa wa Rukwa, lakini vile vile kwa kuendelea kufanya ziara hizo katika mikoa mingine. Hakika Daktari Samia Suluhu Hassan hakukosea kupendekeza jina lako, lakini waheshimiwa wabunge pia hamkukosea kumpa kura za kishindo Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Nawapongeza sana, lakini nimtakie Mheshimiwa Waziri Mkuu kila laheri. Lakini tofauti na hapo, mimi nitakwenda kupeleka mchango wangu katika maeneo mawili, na maeneo hayo nitagusa eneo la afya, lakini vile vile nitagusa eneo la kilimo, kwa kutambua mchango mkubwa wa serikali yetu katika afya kwa kuboresha huduma ya mama na mtoto katika wodi ya wanawake. Mkoa wetu wa Rukwa umeweza kupunguza vifo vya wamama wajawazito kutoka vifo 128 katika vizazi hai 100 hadi kufikia vifo 60 katika vizazi hai 100. Lakini vile vile vifo vya watoto wachanga katika mkoa wetu wa Rukwa vimeweza kupungua kutoka vifo 11 katika vizazi hai 1000 hadi kufikia vifo 7 katika vizazi hai 1000. Hayo ni mapinduzi makubwa, na hii yote inatokana na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa, na tumeona aliweza kupatiwa tuzo ya kitaifa kupitia Gate Foundation ambayo ni the Gate Goalkeeper Award ambayo aliipata mwaka jana. Lakini hivi juzi tumeona mwezi Februari alipokuwa Addis Ababa ametunukiwa kuwa kinara wa kupunguza vifo vya wamama wajawazito na watoto wachanga. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua pia mchango mkubwa wa serikali katika mkoa wa Rukwa katika sekta ya afya, ambapo tumeweza kujengewa hospitali za wilaya 4 na vituo vya afya 39, lakini vile vile na zahanati 219. Lakini katika hospitali hizo za wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hospitali ya wilaya ya Kalambo ambayo serikali ilielekeza bilioni 4 katika ujenzi wa hospitali hiyo ya wilaya ya Kalambo. Na hospitali hiyo ya Kalambo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina changamoto ya wahudumu wa afya ama watumishi wa afya kwa 70%. Hivyo niombe serikali sikivu katika dira ya maendeleo ili kupitia TAMISEMI waweze kulisimamia hilo, na wahudumu hao au watumishi hao wa afya waweze kuongezwa, hususan madaktari wa upasuaji wa wanawake wajawazito, ambao katika kutimiza azma na dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kupunguza vifo vya wanawake wajawazito na watoto, tutakwenda kwa kiasi kikubwa kusaidia kwa kupeleka madaktari hao wa upasuaji wa wanawake wa wajawazito. Lakini vile vile naomba nizungumzie kituo cha afya cha Kasu. Kituo hicho cha afya cha Kasu
tumeona kimepelekewa bilioni 1.3 katika ujenzi na serikali, na kinatoa huduma zote za afya ikiwepo huduma ya wodi ya mama na mtoto, OPD, vifaa tiba na kadhalika. Lakini kituo hicho kina changamoto kubwa ya barabara, na mbunge kaka yangu hapo jana wa Nkasi Kusini alizungumzia hilo. Lakini tunamshukuru kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ziara yake alielekeza kituo barabara hiyo kupitia TARURA tupatie shilingi milioni 500 ili barabara hiyo ikaanze kujengwa na kupelekea wananchi wa Nkasi na eneo la Kasu kupata urahisi wa kufika katika kituo hicho cha afya na kupatiwa matibabu na kuimarisha ustawi mzima wa afya ya Wanankasi na Watanzania. Baada ya kusema hayo, naomba nijikite katika sasa sekta ya kilimo. Mkoa wetu wa Rukwa, uti wa mgongo wa uchumi wetu ni kilimo. Lakini tunaishukuru serikali kwa kuendelea kusaidia programu mbalimbali za maendeleo ya kilimo, ikiwepo skimu za umwagiliaji 6 ambazo zimejengwa katika mkoa wa Rukwa. Lakini vile vile katika serikali kuendelea kununua mazao kupitia wakala wa hifadhi ya mazao wa taifa NFRA. Lakini vile vile tunaishukuru serikali kwa kuendelea kutoa ruzuku katika pembejeo za kilimo. Ombi langu pia, ninaomba serikali ituangalie kwenye swala la ulipaji wa NFRA katika mazao hayo ambayo wamekwisha nunua kwa wakulima, yaweze kuwa malipo kwa wakati. Lakini vile vile tunaomba pia mazao, kiwango cha ununuaji wa mazao kipate kuongezeka kutoka kwa wakulima, kwa sababu uzalishaji ni mkubwa sana, lakini mazao yanayochukuliwa hayakidhi, na hivyo wakulima kubaki na mazao mengine. Kwa hiyo tunaomba serikali iliangalie hilo katika mfumo wa dira ijayo, kuangalia ni namna gani wataweza kuongeza kuchukua mazao kwa wakulima wa mkoa wa Rukwa ili wazidi kujinyanyua kiuchumi, kwa kuwa sisi Rukwa tunategemea kilimo kama uti wetu wa mgongo. Lakini kama hiyo haitoshi, tunaomba pia kupitia skimu za umwagiliaji ziweze kuongezwa ili tuwe na kilimo endelevu, tusitegemee tu msimu wa kilimo, ili vijana wa mkoa wa Rukwa na wanawake wa mkoa wa Rukwa wazidi kujiajiri katika kilimo hicho. Tunaomba pia kwa mfano skimu ya umwagiliaji ya Katongoro ambayo serikali ilielekeza shilingi bilioni 60. Tunaomba skimu hiyo ya umwagiliaji ambayo ilianza toka mwaka 2023 mpaka leo haijakamilika. Tunaomba serikali tusaidie ili skimu hiyo ya umwagiliaji ya Katongoro iliyopo katika wilaya ya Nkasi ikapate kukamilika na wakazi wa mkoa wa Rukwa wazidi kujiajiri na kujinyanyua kiuchumi kupitia kilimo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaunga mkono hoja kwa 100%, lakini vile vile ninasema katika falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi na utu, tunasonga mbele. Tuendelee kupiga kazi na kuthamini utu wa Mtanzania. Asante sana. Asante Mheshimiwa Jacqueline kwa mchango wako.